Tuna mchezo mwingine ambao utafanyika saa 4 kwa majira ya Tanzania, kwa majira ya huko itakuwa ni saa 2 kamili usiku. Kameruni na Morocco, bonge moja la mechi. Samuel Eto'o anakwenda kukutana na waandaaji wa mashindano. Timu ambayo inapigiwa upatu kwamba anakwenda kuchukua ubingwa wa mashindano ya AFCON mwaka huu. Hebu tupitishe, ni utakuwa ni mchezo wa aina gani na kiufundi nani ana faida katika huu mchezo? Morocco bado anaingia na faida kwenye hii michuano, sio kwenye huu mchezo. Yaani kila mechi Morocco ataingia na advantage ya home advantage. Kama walifanya sio Tanzania. Yeah, of course. Yaani mchezo wao utundwa itamfavor sana Morocco katika hii michuano kwa maana ana home advantage na anafahamu kuitumia vizuri hiyo home advantage. Prince Mola ya Dakar Stadium ulikuwa ni uwanja ambao wakati mechi za Morocco zikiwa zinachezeka umekuwa unajaa kweli kwa maana ya full house. Hiyo ni advantage na inatoa nguvu kwa wachezaji wa Morocco by the way. Lakini Morocco imekamilika. Ukimtoa Adlin Unai ambaye yuko injuries pamoja na Saiss Kanavdhawao wao ambaye pia yuko injuries, wote wamekamilika kwa maana Achraf Hakimi amerejea kwenye kikosi. Pia tumekuwa tunashuhudia katika eneo la midfield kuna baadhi ya watu yuko pale. Azanaoui amekuwa na mchezo mzuri katika mechi iliyopita ya klabu na Stabora dhidi ya Stars. Lakini pia katika eneo la kushambulia Saibari yuko pia Diaz, yuko pia Ayub El Kabi. Hawa wamekuwa wanatoa impact kwenye timu kwa moja. Cameroon wao Brahim Mbeumo leo ana kazi kubwa ya kufanya katika upande ambao atakuwa yuko pacha na Achraf Hakimi, kwa maana upande ambao atakuwa anatokea pengine huenda akaenda kukutana na player mwenzake wa Manchester United kwa maana namzungumzia Mazraoui ambaye wote wanatokea katika timu moja huko barani Ulaya na wote wamekuwa wanafahamiana vyema na wamekuwa wakicheza pamoja. So leo tunataka kushuhudia kati ya hiyo battle Mazraoui wa Morocco pamoja na Brahim Mbeumo wa Cameroon ambao hao wote ni players wa Manchester United pale nchini Uingereza. Kwa hiyo ni mechi nzuri, tunataka kushuhudia walimu wawili ambao kila timu ina walimu wazawa. Kwa maana Morocco walimu wao ni mzawa Wadine Ibrahim, lakini pia David Pogu kwa upande wa Cameroon naye pia ni mzawa. Hii mechi inabeba historia kubwa katika michuano ya AFCON. Unapozungumzia Cameroon unakuwa unazungumzia mabingwa wa michuano ya AFCON mwaka 2017 wakitoa huo ubingwa mwaka pale nchini Gabon akimfunga Misri bao 2. So unapenda kuangalia ni mechi ngumu ambayo Morocco kama atashangaa na kama hakutakuwa na kile ambacho kama tulikiona kwenye mechi ya Tanzania anafundika Morocco. Hiyo nampigia upato Cameroon. Sawa, tuangalie kauli ya kocha wa Morocco. Wakati akizungumza kwenye press alisema kwamba hatamani kukutana na zile dakika 25 alizokutana nazo katika mchezo wa hatua ya 16 bora dhidi ya Tanzania. Zile dakika 25 zilikuwa ni mbaya kwa Misri. Amesema kwamba kikosi chake kina uwezo wa kujitofautisha kutokana na aina ya mpinzani. Hii kauli tukiangazia katika kuelekea mchezo leo ilikuwa inaashiria nini? Inamaanisha kwamba Leblagi ameamua kuja na mkakati mpya kwenye timu kwa maana ameona first plan yake watu kama vile ameshagundua and then ameamua kuja na plan B kwenye hii michuano, na hiyo ndio sifa ya mwalimu mkubwa wa ulimwenguni au mwalimu yoyote ambaye anafanikiwa tayari. Unajua Leblagi ana rekodi kubwa katika ulimwengu na bara la Afrika kwa maana ndiye kocha wa kwanza akiwa kama kocha tena Mwafrika kuifikisha timu ya taifa hatua ya finali ya michuano ya World Cup ambapo alifanya hivyo msimu mwaka 2022. Hiyo ni rekodi ambayo itaishi kwa Morocco, itaishi kwa Afrika wote kwa ujumla. So anafahamu jinsi gani kwenye hii michuano lazima uwe flexible, kwa maana uwe neutral na kuweza kuchange according to mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye. Stars na Cameroon styling of play tofauti, aina ya mwalimu mbinu tofauti, kwa lazima hadi na plani nyingine katika eneo la uchezaji. Tuliona kwenye mchezo wa Stars Leblagi akuingia na kiungo walisia mkabaji kwa maana akumtumia Soufiane Amrabat katika ile eneo, lakini safari hii lazima kuwe na hao viungo kwa sehemu moja ama nyingine kwa maana Cameroon ubora wao nao pia upo katika hiyo eneo la kiungo ama eneo la midfielder, lakini pia katika eneo la pembeni kwa maana Nuhu Toro amekuwa anafanya overlapping, underlapping ambazo zimekuwa zina impact kwenye timu. So ndio maana amezungumza kwamba hategemei ama hataki kukutana zile kile kipindi ambacho kama alipitia
katika mchezo wa 16 bora. Lakini mimi leo naamini Morocco na hawa wote ni Simba. Mmoja ni Simba asiyefugika kwa maana ya Cameroon, lakini pia ni mwingine ni Simba wa milima ya Atlas. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia ni Simba gani ambaye atakwenda kumla Simba mwenzie. Huyo alikuwa ni Leopard. Nikushukuru sana kwa tumehitimisha hapo. Hizo ni ladha za Afrika. Leo michezo ya leo Kameruni na Morocco. Kiufupi binafsi yangu naombea Kameruni yashinde. Yaani uzalendo kabisa, Kameruni yashinde. Tukutane wakati mwingine. Hii ni ladha za Afrika na mimi ni Yusufu.